Mimi naitwa Dr. Hanifa Mbithe, ni daktari bingwa wa magonjwa wa ndani na natoka kutoka organization yetu ya Jamii Bora, ambao ni kikundi cha madaktari na watu wa kada zote za afya Waislamu. Leo hii mada yetu kuu itakuwa kuhusiana na maradhi ya kisukari, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tuanze kwanza kwa kuelezea maradhi ya kisukari ni nini. Maradhi ya kisukari ni maradhi ambayo hayaambukizwi, na mara nyingi sababu yake kuu inatokana na mtindo wetu wa maisha ambao ni uzito wa kukithiri na kula hovyo hovyo. Lakini maradhi ya kisukari pia yanaweza kurithiwa kutoka kwenye familia, lakini pia kuna sababu zingine maalum ambazo zinaweza kusababisha kisukari, kama vile pombe ya kukithiri au kunywa pombe nyingi huwa inaua kiungo chetu cha mwili ambacho kinaitwa kongosho, ambacho ndio kiungo maalum ambacho huwa kinatengeneza kitu tunaita insulin, ambayo huwa inaweza kusaidia kushusha sukari zetu za mwili pale tunapokula. Sababu nyingine ya kisukari ni dawa. Kuna dawa maalum ambazo ukipewa sukari zako zinaweza kupanda kwa muda mfupi, lakini mara nyingi sababu hii dawa inapoondoka, basi sukari zako huwa zinakaa vizuri. Je, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wagonjwa wa kisukari haswa wanahitaji kupata uangalizi gani? Kabla ya mgonjwa wa kisukari kuanza hata kufunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, tunamshauri wiki 2 au 3 kabla ya mfungo, basi aje kwa daktari wake ambaye atamshauri kuhusiana na kwanza tiba zake atazifanya vipi, vyakula vyake atafanya vipi, lakini pia uangalizi wake wa sukari, yani kupima zile sukari nyumbani atapima vipi. Pindi unapoanza kuja kwa daktari kabla ya Ramadhani, vitu vikuu ambavyo atakushauri kama nilivyosema ni tiba. Tiba mara nyingi huwa tunawashauri wagonjwa wa kisukari, kama wanatumia vidonge vya kisukari, basi tutahitaji kupunguza zile dawa, na pia kutumia dawa haswa dozi ya kawaida kwenye kipindi cha daku, kipindi cha kufungua mwadhini na kipindi cha daku, kulingana na whether mgonjwa anaamka daku au haamki daku, basi tutamshauri kuhusiana na dawa zake. Lakini kwenye nukta hii niendelee kusisitiza kwamba wagonjwa wote wa kisukari tunawashauri wasikose kuamka daku, japo kupata hata tende na maji, ambao ni sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna aina ya kisukari ambayo ni wagonjwa wanatumia insulin. Insulin unaweza kutumia katika aina ya kisukari ya type 1, yani kisukari cha utotoni, lakini pia kuna wagonjwa ambao wana kisukari cha ukubwani ambao wanatumia dawa ya insulin. Ni muhimu sana kubadilisha dozi ya insulin tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili isishushe sana sukari, kwa sababu uwezo wa insulin wa kushusha sukari ni mkubwa. Kwa hivyo kipindi hichi ambacho tunafunga, tunahitaji kuonana na kushauriana na madaktari wetu. Maji ni muhimu, na tunamshauri mgonjwa wa kisukari lazima anywe maji ya kutosha pindi anapofungua mpaka atakapokuja kulala, na pia kipindi cha sahur. Mada nyingine ambayo nilitaka kuongelea na kusisitiza leo ni kwamba ufuatiliaji ni muhimu sana na daktari, ili aendelee kukushauri ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili uendelee kuwa na afya. Nimeongelea kuhusiana na tiba, lakini tiba mojawapo nyingine pia ya kisukari ni mazoezi. Kipindi cha Ramadhani tunasema hata yale mazoezi tunayofanya ya kwenda kwenye sala ya tarawih yanatosheleza. Kwa hivyo sio lazima mgonjwa atoke akaenda kukimbia au kufanya mazoezi ya nje. Lakini pia tunapokula futari zetu, tujitahidi tupunguze sana kiwango chetu cha wanga. Tule zaidi mboga, maji ya kutosha, matunda ambayo hana asili ya kisukari sana, kama vile parachichi, matango yanakuwa ni matunda mazuri, matunda ya apple pia yanakuwa ni mazuri. Lakini pia tuendelee kula vyakula vya afya ambavyo sio za kukaangiza, zaidi viwe aidha vya kuchoma au kupika kawaida. Kwa hivyo katika maradhi ambayo sio ya kuambukiza tumeongelea zaidi kuhusiana na kisukari, lakini pia ningependa tutaje kuhusiana kidogo na maradhi ya shinikizo la damu ya juu. Maradhi ya shinikizo ya damu ya juu, mpaka sasa hivi utafiti ambao unafanywa unaonesha kwamba pia katika kufunga
kuna tiba katika maradhi ya shinikizo ya damu ya juu. Kwa hivyo vile vile nilivyoshauri katika kisukari, pia unapokuwa na shinikizo la damu ya juu, unashauriwa kwenda kuonana na daktari wako kabla ya kuanza ule mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo atakushauri kuhusiana na tiba yako na utakavyoendelea. Lakini pia maji yanabaki pale pale. Wagonjwa wote hawa inabidi wapate maji ya kutosha mwilini na kupumzika pale ambapo wanakuwa hawajafunga. Dawa zao kidogo huwa zinabadilishwa pia. Maradhi mengine ni maradhi kama ya kiharusi. Wagonjwa wengi ambao wana kiharusi, basi huwa hawawezi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu wao wanashindwa kwa ajili ya afya zao. Basi hawa wagonjwa vile vile ambavyo Mwenyezi Mungu alituelekeza, unapokuwa una dharura, basi unaruhusiwa kuto kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika maradhi yote haya ambayo hayaambukizwi, kwa kweli ule mwanya wa kwamba ikiwa afya yako haijakaa vizuri, unaruhusiwa kuto kufunga, basi wagonjwa wakubali na kama hawana uwezo huo, basi wafuatilie pia miongozo yetu ya dini katika haswa haya maradhi ambayo hayaambukizi na maradhi ambayo huwa ya maisha ya muda mrefu. Asante.